Mheshimiwa wa Omokenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo. Natumai mzima ubuheri wa afya na penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi ili nikueleze vile mambo yalivyo humu nchini na vile habari zinaendelea kutanda katika ardhi ya Kenya. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kuna mabadiliko makubwa ambayo tumeanza kushuhudia hasa katika sekta ya siasa. Kuna habari ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari zinadai kwamba Rigathi Gachagua amefumaniwa ikulu ya Rais William Ruto kupanga mikakati ya kushirikiana pamoja katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Katika kanda hii nitakueleza nani amefichua hii siri, na hii siri ni ya ukweli ama ni ya ukora hasa katika sekta ya siasa. Hayo ndio tunaenda kuchanganua. Naomba kuiweka sauti ya gavana wa kaunti ya Kirinyaga, Anne Waiguru, ambaye amedai kwamba watu wa Rigathi Gachagua wanatumwa na Rigathi Gachagua kuenda ikulu siku kukutana na Rais William Ruto na kuweka mikakati ya kushirikiana katika uchaguzi ujao wa 2027. Huku Anne Waiguru akidai ya kwamba Rigathi Gachagua amesema yeye anaendelea kuhakikisha ya kwamba watu wote wa eneo la Mlima Kenya wamekuwa pamoja ili kifika 2027 atakuwa na kile ambacho atawasilisha mezani kwa Rais William Ruto. Naomba tusikize vile anadai yeye mwenyewe, kisha baadaye sauti hii ndio itaunda msingi hasa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii. Lakini kabla niweke hiyo sauti, nashukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Ikiwa hauja subscribe, umekuwa ukitazama hauja subscribe ama wewe ni mgeni, njoo na kuomba tu ukaweze kusubscribe kwa kubonyeza kitufe ambacho kimeandikwa subscribe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribed, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele, na nia ya kubonyeza kengele wakati tutakapoweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Omokenya TV tumeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Without wasting your time, back to our analysis. Tumsikize Anne Waiguru vile anadai yeye mwenyewe. Tusikize. Na nyinyi mko hapa mnaimba sijui tamu kwa sababu ashaikuwa kwa serikali ambayo ameunda, anajua hakuna mahali wanaenda, na watu wake na yeye pia wanatumana jioni usiku, niseme nisiseme, nitoboe nisitoboe, wanatumana kwa huyu Ruto, sio mwingine. Wanasema wacha ashike Mount Kenya alete kwa Sauti hiyo ni ya gavana Anne Waiguru ambaye ni gavana katika kaunti ya Kirinyaga. Kabla nichanganue kwa undani kama ni ukweli ama sio ukweli, kwa sababu siasa hizi tunazifuatilia, kuna chapisho ambalo ningependa kulisoma ambalo liweza kuandikwa na woman rep ama mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Kirinyaga kutoka kaunti hiyo ambaye anaitwa Njeri Maina. Na haya amedai ya kwamba msaidizi wa Rigathi Gachagua ambaye ni Cleophas Malala alikutana na MCA wa Anne Waiguru, na Anne Waiguru ni mwandani wa Rais William Ruto. Naomba tusome vile alikuwa anamkosoa Cleophas Malala. Akasema hivi, naomba tusome. Huyu ambaye aliandika ni woman rep wa Kirinyaga, Njeri Maina. Akasema hivi: Keleo ama kilio, it depends utasoma kivipi. Kilio Malala, I'm aware that yesterday between 8 p.m. to 10 p.m. you met a section of MCAs allied to Governor Anne Waiguru from Kirinyaga County at Golden Ball. Colonel, I'm also aware that the agenda was to create a splinter group to fight His Excellency Rigathi Gachagua, EGH foot soldiers in the country. You facilitated the MCAs in attendance with Kenyan shillings 20,000 each
monies you obtained from persons who seek to derail the agenda of the people and the United Alternative Government. Huyu naye ni Human Rep wa Kirinyaga, anamkosoa Cleophas Malala ambaye ni deputy party leader wa chama cha DCP. Yeye ndiye anamfuata Rigathi Gachagua. Sasa anadai ya kwamba Malala alikutana na wawakilishi ward MCS wa Kirinyaga ambao ni wandani sana wa Waiguru, na Waiguru ni mwandani wa Ruto. Wakazungumuza na alikuwa na hela, akawakabidhi kila mmoja shilingi 20,000. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea katika siasa? Ni usaliti ama ni kipi ambacho kinaendelea? Lakini sasa nataka tuchanganue kwa undani. I want to put this into perspective because we really need to understand what is really happening politically in this country Kenya. Number one, swali ambalo tunajiuliza, kwa nini tunaendelea kushuhudia haya yote? Point number one, lack of trust in the opposition side. Hakuna kuaminiana katika mrengo wa upinzani. Huyu ambaye anamkosoa Cleophas Malala anatembea na Rigathi Gachagua. Sasa imesemekana ya kwamba huyu Malala anakutana na Ruto kupitia MCS wa Waiguru, na Waiguru ni mwandani wa Rais William Ruto. Kumaanisha hamuna makubaliano mema katika mrengo wa upinzani sasa hivi. Na kwa Swahili wakasema, wahenga na waenguzi wakasema ya kwamba lisemalo lipo, kama halipo li njiani, litazame tu linakuja. So let's wait and see. Number 2, 2027 politics. Hizi ni siasa ambazo zinaendelea. Waiguru wakati anasema watu wa Rigathi Gachagua wanaenda Ikulu kukutana na William Ruto, inamaanisha ni siasa. Na katika siasa ni kuharibiana tu majina ili mmoja aweze kufaidika kisiasa. Ndio maana mimi nasema sitawania kiti chochote cha kisiasa kwa sababu sipendi matusi, kurushiana vijembe hapa na pale. Na mimi ukinitusi na kasirika. Na mimi siwezi kutoa maneno ya matusi kuelekea kwa mtu mwingine. Kwa hivyo siasa iko na mengi ya matusi. Ni kuharibiana tu majina hapa na pale ili tuone ni saidi gani ambayo inaenda kufaidika ama kuwin kuliko hii saidi nyingine. Unajua chochote ambacho kinataka kufanyika, wanasema ya kwamba politically you have to test waters. In English we don't have waters. Tunalitumia tu kama geografia tulikuwa tunatumia water. So ndio maana mnikubalie nitumie hivyo. Wanataka kupima, to test litmus paper, wakati wanasema ya kwamba watu wa Rigathi Gachagua wanakutana na Rais William Ruto ama wanatumwa kwamba watashirikiana pamoja, ni kutaka kuona, kupima vile hii habari itakuwa received na wafuasi wa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo hamuna ukweli wakati tunachanganua. Ndio maana hivi majuzi tukashuhudia watu wanadai ya kwamba Faruku Kipeti ambaye ni msaidizi wa Rais William Ruto amesimamishwa kazi. Kile ni kitu ambacho kilikuwa kina test vile hali itaenda. That is how politics works. Lakini kabla ya 2027 tutakuwa tunashuhudia wala ambao wako serikalini wakihama, wakiingia katika mrengo wa upinzani ndio wateuliwe katika nafasi fulani fulani. Kama unawania kiti cha ubunge, kama ni eneo la Mlima Kenya, itabidi uhame uingie DCP. Na kuna wala ambao watamuruka Rigathi Gachagua waingie katika kambi hii nyingine ya kisiasa. Kwa hivyo politics is dynamic. It has what we call gradual
changes. Inabadilika tu pole pole. It keeps on changing time to time. That is how politics works. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutana katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. But if you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing this subscribe button and this down here. Once you are, now remember to turn on the notification bell so that the moment we upload edited video clip, you'll be notified automatically that Mokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also, have our subgroups and on Facebook, and this is the only way we can continue building this channel of ours, Mokenya TV. Be blessed by our supreme being who loves and have a last met in the next video. Bye bye.